Niaje, ni vipi mwanafamilia wa BMS TV? Ni entertainment reporter Blue Boy Wakishua, na kama unavyoona leo kuna best interview ya motomoto ya kukuletea vile ambavyo mtazamaji wetu tamani kuvisikia kutoka hapa. Kama unavyoona leo niko na kiongozi wangu, tunataka kuongea machache mengi kuhusiana na kile ambacho mwanafamilia wetu tunataka ufunzo ukiwa hapa BMS TV, pamoja na kuelimishwa na kuchekeshwa na mambo kaza wa kaza. Kwa mara ya kwanza leo inaonekana kwenye screen zetu, kwa hiyo tutakuwa na machache mengi ya kuzungumza naye. Tutafahamu anaitwa nani, anatokea wapi, ilikuwaje mpaka tukaweza kukutana mimi na yeye hapa. Yote tutayafahamu ukiwa hapa BMS TV. Subscribe, like, comment, unakuwa first one kila day kupata updates zetu. Atupoi. Kwenye mic ni Blue Boy Wakishua, bin camera niko na director Madiba. Sasa hizi kwanza salama. Ya, mnaendeleaje? Tunashukuru Mungu. Okay. Watu watatamani kukufahamu kwa mara ya kwanza leo, naonekana kwenye screen zetu. Sijui unaitwa nani? Kwa majina naitwa Charles Ngabo. Jina maarufu wanaita Baba Ibrahim au Baba Ibra. Okay. Hali majina yangu. Wanakuita Baba Ibrahim. Tuseme kuhusiana na masuala ya familia, sasa hivi ni baba watoto ngapi? Kuhusiana na masuala ya familia, mimi ni baba wa watoto 5, wakiwemo wa kiume 4, mmoja wa kike. Okay, hongera sana. Sasa hivi mtoto wako wa kwanza na kama umri gani? Sasa hivi mtoto wangu wa kwanza anaitwa Ibrahim Mbokani. Sasa hivi ana umri wa miaka 18. Okay. Safari ilikuwa ya motomoto, watu watatamani kujua umetokea wapi, kwa sababu safari ilikuwa ya motomoto mpaka kuja kushiriki na sisi baada ya leo ya Jumapili. Ni kweli, sababu ilikuwa ni moja tu. Unajua safari zetu tena inakuwa ni hivyo. Si kala kwamba nimeipangilia kwa muda mrefu, lakini safari imekuwa ya ghafla. Na kwa kweli katika safari yangu sikutaka pia kurudi bila kuja kuonana na wana wa Mungu. Unajua nimelelewa au nimezaliwa katika familia ya Kikristo na nikawa nimekulia katika Ukristo. Kwa kweli inakuwa nina shauku ya kutaka kuonana kila leo na ndugu katika Kristo. Okay. Kwa hiyo imekuwa shauku kabisa ya kuja kufika hapa leo, ambapo ni mahali kabisa ambapo nimekuzwa kimani, nimekomalia kimani. Kwa hiyo nisingepita kabisa na nisingefika huku bila kuja kufika kwenye hekalu hili hapa takatifu. Okay. Kwa hiyo tuseme kwamba ulikuwa umekuja huko mambo yako mengine, lakini ukaona uwezi ukaenda bila kuonana na watu wa Mungu. Kwa kweli nilikuwa nimekuja kwenye shughuli zingine, lakini na hii na yenyewe nilikuwa muda mrefu sana ninalipangilia, kwa sababu kama nilivyosema kwamba nilikuwa na shauku sana. Maana kwa sasa hivi ni miaka 5 nimetoka kwenye mji huu hapa, nikawa nimeelekea huko USA. Okay. Kwa hiyo nilikuwa ninatamani sana tena siku nyingine nije nifike mahali hapa nionane angalau na wana wa Mungu. Okay. Na ulitumia kama muda gani kukaa hapa mpaka kuja kuona? Tuseme hii safari yako ni kama sasa hivi una muda gani hapa nyumbani? Safari yangu kwa sasa hivi ina wiki moja. Na wiki moja hiyo nilikuwa niko kwenye safari tu. Okay. Umekuja kuonana na watu wa Mungu leo, najua umeshiriki ibada, umeona baadhi ya vitu tofauti. Ni kitu gani ambacho umekiona kama kipindi cha miaka 5 ulikuwa unakikosa, japokuwa ulikuwa unaingia kwenye ibada za kule tuseme nchi ya 3, lakini ni kama hapa kama umekiona, lakini kule kama unakikosa? Ni kweli. Unajua ni muda sasa wa miaka 5. Okay. Kuna kitu nimekuja kujifunza. Unajua maabudu yetu ambayo tulikuwa tunayafanya bado tuko hapa. Yana utofauti na maabudu ambayo sasa hivi tunayafanya kule kwenye nchi ya 3. Ndio. Kwa sababu gani nisema hivyo? Ni kwamba watu bado wanashikilia imani hapa. Sasa kule tuliko imani watu wanaichukulia kwa muda fulani. Si kana kwamba ni maisha yao. Okay. Watu wanakuwa wako busy na mambo mengi, alafu muda wa kutosha wa kusimama kwenye imani unakuwa ni mdogo sana. Okay. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nimekuja kujifunza, na ndio maana ile shauku inakuwa mara kwa mara kutaka kuja kuonana na wapendwa katika Kristo hapa. Asante. Una kitu cha kuongea kuhusiana na mapokezi walivyokupokea kama kanisa? Kwa kweli nipongeze sana kanisa. Unajua nimefurahi kwa sababu unapoendea ndugu na wanakuwa na kiu na shauku sana ya kutaka kukuona na kupokea,
hiyo inakuwa inaonekana kwamba inaleta hamasa ya kuonesha kwamba ulikuwa vizuri na watu. Ndio. Yeah, na hiyo imenifurahisha sana. Ndugu zangu katika Kristo wana GMT, Mabano, Mioi, kwa kweli nimeshukuru sana kwa hilo, kwa mapokezi yao, kwa sababu maigizo yangu yamekuja kwa muda mchache. Nisingewapa fursa kabisa ya kujiandaa vilivyo, lakini kwa muda mchache wamejitahidi kujiandaa na kufanya kile ambacho nimekuja kukishuhudia kwa siku ya leo. Okay. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Ya mimi kwa upande wangu niseme asante, tunashukuru, lakini pia tunakukaribisha tena nyumbani. Hapa ni nyumbani, japokuwa mnaenda lakini hapa ni nyumbani. Nishukuru pia zaidi sana kwa maana sikutegemea haya maandalizi yote. Niwapongezi pia hata na wana media. Kwa kweli juhudi zenu zimenifurahisha, na hii inatupa sana shauku ya kusema kwamba vipaji vipo. Ndio. Lakini ndugu zetu wanakosa support. Kwa hiyo ningewashauri ndugu zangu ambao wako nchi mbalimbali kwamba ndugu zetu ambao tumewacha huku tusiwasahau. Nia wanazo, nguvu wanayo na vipaji wanavyo. Kwa hiyo tukiwashika mkono kwa pamoja wanaweza kufika mbali. Kwa hiyo niwapongeze sana wana media na Mungu azidi kuwabariki, tuwe pamoja ili msiishie kwangu. Wanapokuja wengine tushiriki nao kwa pamoja kama mlivyofanya leo. Asante sana. Mimi nashukuru. Asante sana. Nashukuru pia. Mtazamaji wetu wa BMS TV ni entertainment reporter Blue Boy Wakishua, ulikuwa nami mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Nimetumia muda mchache kuongea na mzee wangu, tumeongea machache mengi, kaeleza shauku yake ya kuja kuungana na watu wa Mungu leo katika ibada ya leo. Pia amesema kwamba mapokezi yalikuwa tofauti. Najua umemsikia mwenyewe. Pia amesema kwamba vipaji vipo hapa nyumbani kwetu. Yeyote ule ambaye yuko mbali, ambaye anaweza kuwa na moyo wa kusaidia watu, jitume, kwa sababu unachokiwekeza leo huenda kikakulipa kesho. Subscribe, like, comment, the first one kila day kupata updates zetu. Atuboi. Kwenye mic ni Blue Boy Wakishua, Ben camera niko na director Madiba.